zenu na Bwana Yesu asifiwe. Ni furaha yangu kwa ajili ya kukua nawe siku ya leo. Kuweza kufundishana neno lake Mwenyezi Mungu. Na ninaamini ya kwamba Mungu wa mbinguni anaenda kukubariki. Basi ningependa tuombe tunapoingia kwa neno, na ninaamini ya kwamba tutabarikiwa. Baba, katika jina la Yesu, asante ni kwa ajili ya ibada ya siku ya leo. Naliinua jina lako Mfalme, tunaposhiriki neno lako. Naomba Bwana ukanitumie ni kwa ajili ya watu wako, nitumie kama chombo. Naomba Mfalme wa amani, nguvu zako na uwezo wako ukatembee kwenye ibada hii. Nabariki neno lako tunaposhiriki, Bwana ukapata kunena nasi. Katika jina la Yesu Kristo Mfalme, na alika Roho wako Mfalme akatufundishe kupitia neno lako siku ya leo. Na wote watakao kuja kupata neno lako Mfalme, wote na wakabidhi mikononi mwako. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata na kuamini. Sema amina. Karibu sana, jina langu ni Apostle Daniel GM na hudumu na kanisa la Maximum Healing Outreach Ministry. Na Bwana ni mwaminifu, amenibariki pamoja na jamii yangu. Ni wakati mzuri ambao ningependa tushiriki neno lake Mwenyezi Mungu, na nguvu zake Bwana zitaenda kufanya kazi kwako wewe ambao unanipata siku ya leo. Leo nataka kuzungumza kuhusu hatari ya kurudia dhambi ama ya kurudi kudhambini. Katika kitabu cha 2 Peter oro Petro wa pili, mlango wake ni wa pili. Tunasoma mlango ule wa pili kuanzia yake ni ya pale 17. Tutasoma all the way to number 22. Biblia inasema hivi: watu hao ni kama jemchemi zilizokauka, kama mawingu yanayopeperushwa na tufani. Makao yao yaliwekwa ni mahali pa giza kuu. Usema maneno ya majivuno na yasiyo na maana, na kutumia dhamaa zao mbaya za kimwili kuwatenga wale ambao wanajitenga hivi karibuni na watu waisio katika udanganyifu. Samani. Verse number 19. Hawaahidi watu wengine eti watakuwa huru, kumbe wao wenyewe ni watumwa wa upotofu. Maana watu ni watumwa wa chochote kile kinachowatawala. Watu waliokwisha ponyoka kutoka upotofu wa ulimwengu kwa kupata kumjua Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kisha wakakubali kunazwa na utawaliwa tena na upotofu huo. Hali yao itakuwa mbaya zaidi kuliko awali. Naongea kuhusu adhari ya kurudia dhambi. Na Bwana alibariki neno lake. Maandiko inasema ya kwamba tutaendelea kusoma hapo, ya kwamba watu hawa ni chemichemi iliyokauka. Chemichemi ambayo imekauka ni mahali ambapo tuseme kulikuwa na maji yaliyokuwa yanachibuka kutoka, lakini yale maji yakafika mahali ambapo yakakoma, yakakauka. For example, nakuta kwamba kuna mtu ambao uko na seasonal. Sasa kuna Wakristo pia ama wokovu wako na seasonal ya Christianity. Yaani unakuta kwamba kuna wakati ambapo ni wokovu na kuna wakati si wokovu. Na ndio maana Biblia inasema ya kwamba watu hawa ni kama chemchemi iliyokauka, kama mawingu yanayopeperushwa na tufani. So hawa watu ni wala watu ambao wanayumba katika wokovu. Sio kama umeiona mlevi akiwa amelewa, huwa atembei barabara jinsi inavyofaa kutembea.
huwa anaenda upande huu na anaenda upande huu. Sasa anaenda side zote. Bwana asifiwe. Kwa sababu ana msimamo wa barabara hiyo. Yaani akili zake hasimuonyeshi kwamba asimama hapo. Sasa Mkristo naye unakuta kwamba anafananishwa na aina ya mtu kama huyo, ya kwamba wala sio mwokofu na wala si wa dunia. Yaani ako midist. Alibana Biblia inasema ya kwamba ambayo wanaidi watu kukombolewa ama wako huru ama watawekwa huru, lakini wao bado ni watumwa. Na ndio inasema ya kwamba chochote ambacho kinachomtawala mtu ni mtumwa kwa hicho. So iwapo wewe unatawaliwa na masengenyo, wewe ni mtumwa wa masengenyo. Iwapo wewe unatawaliwa na userati, wewe ni mtumwa wa userati. Iwapo wewe unatawaliwa na ulevi, wewe ni mtumwa wa ulevi. Ndio maana inasema kwamba watu hawa tamaa za kimwili simewanaza tena. Maana inasema kwamba na kutumia tamaa zao mbaya za kimwili kuwatenga wale ambao wamejitenga hivi karibuni. Na watu wasio na watu waisio katika udanganyifu. Kwa hivyo kuna watu ambao wamenazwa katika tamaa za kimwili. Watu ambao walikuwa wameokoka, watu ambao waliokuwa wamesimama, lakini sasa maandiko yanasema kwamba hao sasa wameweza kunazwa tena kama watu ambao walioweza kuacha imani yao ama kuacha wokovu wao hivi karibuni. Sasa hawa ni watu ambao wametua Mungu, wametua Yesu Kristo. Ndio ninazungumza nao siku ya leo. Unakuta kwamba mtu amemchua Yesu Kristo. Ndio maana Yesu kuna mahali anafika anasema kwamba Sodoma ingemchua Mungu. Kwa sababu Sodoma ingemchua, ingeokoka. Sodoma na Gomora. Lakini walipomkataa Mungu, maandiko yanasema kwamba wale watu waliangamia kwa upanga. Wale watu waliangamia kwa moto. Yaani kila ambacho kinachosababisha ili neno nikaweza kukufundisha siku ya leo ni kwamba katika changamoto za kimaisha watu wengi wamerudi wakaacha wokovu. Wengine labda waliongojea Mungu mpaka wakafika mahali ambapo wakaona kana kwamba Mungu hayuko. Na ndio maana Biblia inasema katika verse number 19, ningependa nirudie hapo. Awaidi watu wengine eti watakuwa huru, kumbe wao wenyewe ni watumwa wa upotofu. Maana mtu ni mtumwa kwa chochote kile kinachomtawala. Kwa hivyo mtu huyu ni mtumwa, lakini anaiti mtu ya kwamba wewe utakuwa huru. Anakuta kuna mtu ambaye anaweza kuwa anakuhubiria, anakuambia Yesu anaokoa, anakuweka huru, lakini yeye bado ni mtumwa wa wizi. Yeye bado ni mtumwa wa masengenyo. Yeye bado ni mtumwa wa uzerati. Yeye bado ni mtumwa wa ulevi. Yeye bado ni mtumwa. I remember that is a certain lady ambaye alikuwa anaeleza kisa chake. Alikuwa anasema kwamba yeye alikuwa anaenda kanisani. Lakini je kwamba anaenda kanisani akizaa toka anaenda analewa. So huyu mtu hakuwa na shida na wokovu, lakini bado ni mtumwa wa ulevi. Anataka kuokoka ndio, lakini bado ni mtumwa kwenye sehemu ya ulevi. Sasa unakuta kuna watu ambao watu ni wokovu kanisani, lakini kuna sehemu ambayo bado ni watumwa. Na watu ambao bado ni watumwa, kuna kiungu katika mwili bado kinatumikizwa kwenye dhambi. Na wengine unakuta kwamba mikono yao inafanya dhambi. Wengine unakuta macho yao ndio yanatenda dhambi. Wengine unakuta kwamba midomo yao ndio inatenda dhambi. Wengine unakuta kwamba fikira zao ndio zinatenda dhambi. Ndio maana Yesu akasema ya kwamba anayetazama mwanamke kwa kumtamani, kwa kulala naye amefanya dhambi.
Kwa hivyo hata acharara naye, lakini kwa kutazama na kutamani tayari amefanya dhambi ya uzinzi. Kwa hivyo huyu mtu si kwamba ametenda kitendo kutumia kimwili, ametenda kitendo kupitia mawazo, kupitia macho yake, kwa kutamani na kutazama. Kwa hivyo ametamani kwa fikira zake. Na Yesu Kristo anasema kwamba huyo mtu tayari amefanya dhambi. Anasema kwamba watu hao wanaahidi wengine kwamba kuwa huru, lakini wao ni watumwa. Na ndio maana Biblia inasema kwamba ilicha kwamba hao ambao wanaahidi kwamba wao watakuwa huru, lakini bado wao ni watumwa. Na nikasema chochote kinachomtawala mtu ni mtumwa. Kwa hiyo my brother and my sister, wakati tunapoongea kuhusu neno hili la Bwana, ni wapi ambapo wewe bado ni mtumwa? Unakuta mtu ni mwokovu, lakini wakati ambapo anaporudi mahali ambapo anapokaa makao yake, unakuta habari ni za kuongea wengine. Ni mtumwa wa masengenyo. Mdomo wake unatumika kwa kufanya dhambi, lakini yako hapo kwa kumu wengine. Wao ni waserati. Na yeye anasahau kwamba hakuna dhambi ndogo na dhambi kubwa, zote zinaitwa dhambi. Anayeua kwa panga na anayeua kwa mdomo, wote ni wauaji. Anayetumia bunduki kuua na anayetumia sumu kuua, bado wote ni wauaji. Hello somebody, are you getting what I'm saying? Biblia inasema kwamba watu hawa ni watumwa kwa jambo fulani. Sijui kama siku ya leo, my brother and my sister, wewe ni sehemu gani ambao uko mtumwa lakini uko kanisani? Wewe ni mtumwa. Unajua hata kuiba fungu la 10 bado wewe ni mwizi. Lakini ukikuta hapo mwizi hapo nje utampiga mawe. Wewe ni mtumwa bado ya utumwa wa wizi. Bwana asifiwe. Bado wewe ni mtumwa wa kimwili. Maana mwili wako unaitumia kufanya dhambi, kwa kuipia wengine, kwa kusengenya wengine, kwa kufanya userati, kwa kutumia vileo. Ndio maana maandiko yanasema kwamba wewe ni mtumwa. I don't know my brother and my sister, ni wapi ambapo wewe ni slave? Wewe ni mtumwa kwa upande gani? Bwana asifiwe. Unaweza kuta mtu unapomwangalia ni mwimbaji mzuri, ni mhubiri mzuri, lakini katika kumtazama kwako, hapo unamuona kwamba kweli huyu mtu ni mwokovu. Lakini unapofika mahali ambapo ukianza kufuata njia zake, ukianza kufuata mienendo zake, unakuta kwamba huyo mtu anapotoka katika kuimba kuzuri, bado ako na ka boyfriend, bado ako na ka girlfriend, bado ako kwa wizi, bado ako kwa masengenyo, bado ako kwa ulevi. Kuna mahali ambapo niliona jamaa mmoja ako kwa ibada. Sasa wakati ambapo anatoka kama mtu anaenda kujisaidia kwenda kwa choo, hapo ndipo anaenda anafuta sigara. Maana nilikuwa napita wakati huo, nilikuwa naenda mahali, nilikuwa nimealikwa kanisa mahali pengine. Sasa nimetoka ibada ya kwanza, sasa ninaenda hapo. Sasa namkuta kwa choo, maana hiyo choo ilikuwa kwa barabara. Yeye ako hapo kwa kufuta sigara. Kwa hivyo huyu mtu si kwamba hataki kuokoka, na si kwamba huyu mtu yeye apendi wokovu, hasha, lakini ni mtumwa kwa ufutaji sigara. Sasa wewe mtu ambao unanitazama siku ya leo, mtu wa Mungu, ni wapi ambapo wewe ni mtumwa? Mungu anapokutazama leo, ni wapi ambapo wewe unatambua wewe ni mtumwa? Maana kila mmoja anajua weakness yake, na hiyo weakness ambao inakutawala, hiyo ndio ambao Mungu anaongelea kuhusu neno hilo, ya kwamba wewe ni mtumwa. Yeah. Kuna mtu ambao unakuta kwamba ni mwokovu sawa, lakini mtumwa wa kiburi. Yaani huyo mtu ako na kiburi, hata kuongea kwake kwenyewe ni kiburi. Ni majivuno. Maandiko yanasema aje, hao watu wanajivuna, lakini makao yao iko kwenye giza kubwa, giza kubwa. Hapo verse namba 17 nasema hivyo. Wanayopeperushwa na tufani, makao yao yaliwekwa na mahali pa giza kuu. Sasa kuna watu ambao wanaona kwamba wanaishi kwa nyumba zao, wanaona kana kwamba wanaishi mahali ambapo
Hakuna mtu anayewaona, lakini wamewekwa kwenye giza kuu. Najua mahali, hebu angalia stima ipotee tu kidogo hivi. Unaona hakuna kitu ambacho unaona. Yaani kila kitu inakuwa blackout. Hakuna kitu unaona na uko na macho, si eti una macho. Hata the same mtu ambaye anafanya dhambi anakuanga ni blackout. Hakuna kitu anaona licha kwamba ako na macho ya kimwili. Haonangi chochote cha kiroho. Kwa sababu huyo mtu ni kama stima yake imepotea. Maana uokovu ndio taa ya Mkristo. Lakini uokovu ukiondoka, huyo mtu anaekaa kwenye giza. Hajui kufafanua, hajui kupapanua mazuri na mabaya, hajui kuelewa njia endayo, kwa sababu yeye bado ni mtumwa na yeye taa yake imezimwa kwa sababu ya dhambi. Ndio maana maandiko sema kama maombi ya mwenye dhambi ni kelele. Sasa unakuta kwamba watu wengi wamejaa makanisa lakini wako kwa kelele. They are not in prayers. Lakini kwao ukipita hapo nje ya hiyo kanisa, ile kelele ambayo inapiwa unafikiria ni maombi, lakini kelele mtupu. Ndio maana Biblia inasema aje, maombi ya mwenye dhambi ni kelele. Sasa ningependa ujiulize siku ya leo, ni wangapi ambapo siku ya leo unayenisikiza wewe maombi yako ni kelele mbele zake Mwenyezi Mungu? Yes, unaenda kanisa zikatai na unaendanga hiyo kanisa kubwa. Hiyo imechengwa na mawe, utakangi hizi kanisa ndogo, unaendanga kwa hiyo bishop anajulikana sana. Sawa, it is okay. Lakini swali ni je, katika kuenda kanisa kubwa, katika kuenda kwa mtu ambao ni very famous, ama kuwa chini ya kibishop ambaye yuko very famous, ama kuwa chini ya apostle very famous, it is okay. But je, katika ushirika wako na Mungu, je, unaambatana? Ushirika wako na Mungu, je, unaakilisha ya kwamba wewe ni mwokovu, taa yako inang'aa, ama watu wanapokutazama wanakuta kwamba wewe uko kwenye giza totoro? Wewe unakuta kwamba uko kwenye giza ambalo haulioni njia. Sasa watu wengi macho yao ya kiroho yamepotea kwa sababu ya dhambi. Na ndio maana unakuta kwamba watu wengi hawana prophecy. Nilikutabiria hapa nikaona 2025 nimeona ndege zikianguka zikifanya ajali. Sijui kama ulisikia hiyo ama ulipuuza kama vile umezoea kupuuza. Nikakwambia Kenya nimeona viongozi wakubwa wahitajika wakifa. Sijui kama unaona bado ama bado hujaona. Na nilikwambia hapa bado nimeona kuna mwingine tena Kenya anaenda. Nikakwambia tuombe hiyo. Sijui kama utapuuza ama utaomba. Lakini sasa hii si time ya prophecy today. Ningependa tu nikuulize siku ya leo, katika maisha yako Mungu anapokutazama, je, wokovu wako uko sawa? Ama bado wewe ni mtumwa? Biblia inasema pale verse number 20. Watu waliokwisha kuponyoka katika upotofu wa ulimwengu na kupata kumjua Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, kisha wakakubali kunazwa na kutawaliwa tena na upotofu upotofu huo, hali yao itakuwa mbaya zaidi kuliko awali. So hao watu ambao ni watu ambao wasaa kuisha kuokoka, lakini maandiko yanasema hao watu wakakubali wao wenyewe kunazwa tena. Kwa hivyo mtu kurudi kwenye dhambi sio bahati mbaya. Mtu asikudanganye, anapenda mwenyewe kurudi hapo kwa dhambi. Maana si anajua dhambi ni dhambi na si anajua dhambi ni mbaya. Lakini maandiko yanasema hao watu walikuwa wasaa kuisha kuponyoka kwenye mitego ya nini? Ya dhambi ya dunia, anazo za dunia, botofu wa dunia. Lakini wao wenyewe wamekubali tena kurudi kwenye upotofu huo. Kwa hivyo wakati ambapo ulipookoka, uliposikia habari za Yesu Kristo na ukapeana maisha yako kwa Bwana Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yako, kisha ukarudi kwenye ile dhambi ulikuwa unafanya. Kama ulikuwa unafanya userati ukarudi hapo. Kama ulikuwa unafanya wizi ukarudi hapo. Ulikuwa mkunywaji pombe ukarudi hapo. Ulikuwa mwizi ukarudi hapo. Ulikuwa mserati ukarudi hapo. Yani ile dhambi ambayo ulikuwa unafanya, ulipookoka ukaiacha, kisha ukarudi. Maana yanasema kwamba ulikubali mwenyewe kurudi kwenye dhambi hiyo. Ukarudi kuwa mtumwa tena.
Yaani unakuta kwamba kuna watu ambao wasaa kuisha kuokolewa lakini bado wakachirudisha kwenye kifungo. Kwa hivyo mpendwa, unapokuwa katika dhambi ambapo ulikuwa umetoka kisha ukachirudisha kwenye hiyo dhambi, basi inamaanisha ya kwamba wewe bado ni mtumwa wa ile dhambi. No matter the big church you go, no matter how small church you go, no matter how famous you are, so long as you are in the sin, my brother, my sister, you are in darkness. Uko kwenye giza. Uko kwenye giza. Na maandiko sema kwamba hao watu wakakubali kurudi wao, itakuwa vibaya zaidi kuliko ile ya kwanza. Kwa hivyo yule mtu ambaye alisakwisha kuokoka kisha akarudi kwenye dhambi, hali yake inakuwa mbaya kuliko ile ya mwanzo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati ambapo ulipookoka kisha ukarudi kwenye dhambi, hali yako inakuwa ni mbaya zaidi kuliko ile ya kwanza. Kwa hivyo kama ulikuwa wewe ni mserati, unaporudi kwenye userati, hali yako inakuwa mbaya. Yaani unakuwa more expert. Hali yako inakuwa mbaya zaidi kuliko ile ya kwanza. Kwa hivyo kama wewe ulikuwa ni mwizi, sasa unaporudia wizi, unakuwa expert wa wizi. Hello, Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani maandiko sema kwamba hali ya mtu huyo huwa mbaya zaidi kuliko ile ya kwanza. Kwa hivyo kama uliokoka ukatoka kwenye dhambi hizo ama dhambi uliyokuwa unaifanya kisha ukarudi kwa hiyo dhambi, maandiko sema kwamba hali yako huwa mbaya zaidi kuliko ile ya mwanzo. Bwana asifiwe sana. Na wakati hali, sijui kama unaelewa, mtu anapokuwa mgonjwa kisha akakuwa mgonjwa akapona na akarudi kugonjeka, huyo mtu unakuta hata ana nguvu. Maana hali ya mtu huyo huwa mbaya zaidi kuliko ile ya mwanzo. Kuna dhambi ambayo ulikuwa unaifanya na leo imerudia. Hiyo ni swali ambalo ningependa ujiulize kwenye baada ya siku ya leo. Biblia inasema pale verse number 21. Ingelikuwa fadhali kwao kama wasingelijua kamwe njia hiyo ya uadilifu, kuliko kuichua kisha kuiacha na kupoteza amri takatifu waliopokea. Bali akasema aje, ingekuwa fadhali watu hao basi wasicha wakachua njia hiyo. Unachua ni kama wacha nitumie hii. Unachua njia ya kwenda Nairobi. Na badala uende Nairobi, unaacha njia ya kwenda Nairobi, unaanza kurudi kwenda Kisumu. Hata niona Biblia inasema kwamba ingekuwa heri, ingekuwa fadhali watu hao wangelijua njia, kuliko kuchua njia hiyo kisha wakaiacha hiyo njia ya uadilifu, njia ya utakatifu, kisha wakarudi wakaingia kwenye njia ambao ni njia ya upotofu. Sasa ingekuwa haina faida kwako kwa kuchua ukweli na kisha ukweli ukaiacha, ukarudi ukaingia kwenye njia za kwako. Yaani unachua hii ndio ukweli, lakini umejitenga na ukweli na ukafuata mienendo zako, ukafuata njia zako, ukafuata mapito yako, yale ambayo wewe mwenyewe unafahamu. Ni kama mwalimu anapokufundisha na kisha anapokufundisha anakuambia lilo ambalo unapaswa kulifanya. Badala ulifanye hilo ama kulitekeleza, basi unaliacha hilo, unalifanya kila ambacho unachokifahamu wewe. Basi wakati mtihani utakapokuja, unakuta ya kwamba wewe ni mmoja yule ambaye ataitwa failure. Kwa sababu kila mwalimu alichokufundisha sio kila ambacho ulichokifanya. Wewe ulifanya yako uliyejua. Ndio maana ninakwambianga kila wakati, unapokuja in our ministry, listen what I'm telling you. Sio kila ambacho wewe unakijua, na kama unakijua sana, don't come to me. Kwa sababu hata ukija haitakusaidia, maana tayari wewe ni mwalimu na mwalimu hawezi enda kwa mwalimu mwingine. Lakini ikiwa yako haitakusaidia, basi njoo nikusaidie. Hadi maana Biblia inasema kwamba ingekuwa afadhali watu hawa hawangelijua njia hiyo ya uadilifu kuliko kuchua njia ya uadilifu kisha wakarudi wakaacha njia hiyo na kuacha amri takatifu.
na kufuata njia ya upotofu. Kwa hivyo my brother and my sister, kuna hatari katika kurudi kwenye dhambi ambao uliyoitoka. Wakati ambapo unapotoka kwenye dhambi, basi inahitaji ukakimbie kabisa na utoke kwenye dhambi. Na si kuacha dhambi leo, kesho bado unarudi kwenye dhambi. Alibariki sasa kwamba hali yako itakuwa mbaya zaidi kuliko ile ya kwanza. Kwa hivyo Biblia inatuonyesha hapa ya kwamba my brother my sister, ya kwamba wakati ambapo tunapoacha dhambi kisha tunarudi kwenye hizo dhambi ambazo tulizokuwa tumeziacha, basi maana sasa kwamba ingekuwa afadhali hatungejua. Basi si kama siku ya leo kuna dhambi ambao uliyejua ya kwamba hii ni dhambi kisha ukarudi. Wewe unajua ya kwamba kuavya mimba ni dhambi, lakini kwa sababu wewe ni praise and worship team utaavya mimba. Lakini kwa sababu wewe ni mchungaji au utaavya mimba. Lakini kwa sababu wewe ni mwanakwaya utaavya mimba. Kwa sababu wewe ni kiongozi utatoa fedha za kuavya mimba, kwa sababu hili isijulikane. Kwa sababu wewe unataka kufanya harusi, itabidi muavye mimba kwa sababu mnataka kufanya harusi. Kwa sababu baba yenu ni mkali, basi mtabidi muavye mimba kwa sababu baba asijue. Let me tell you my sister, wakati utakapomaliza kuyafanya hayo yote yatakuwa kwenye giza, lakini saa yaja tu ambayo itakuwa kwenye mwangaza. Amen. Alibara Biblia sema ya kwamba ingekuwa afadhali basi kutojua njia hiyo. Sijui kama kuna mtu ambaye ninazungumza naye siku ya leo ya kwamba ulikwisha kujua njia hiyo, lakini hiyo njia ya uadilifu, hiyo njia ya utakatifu, na kisha basi umeiacha tena, umerudi katika njia ya upotofu. Basi maandiko yanasema pale verse number 22. Hapo Methali yasemayo umbwa uyarudia matabishi yake mwenyewe, na nyingine yasema nguruwe ilikwisha oshwa ugagaa tena katika matope. Ndivyo ilivyo kwao sasa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo unakuta ya kwamba methali inatumika kwenye Wakristo ama wale ambao ni watakatifu wanaporudia kwenye dhambi. Methali ni kwamba hao watu walikwisha kuoshwa kisha wakarudi kugagaa kwenye matope kama nguruwe. Kwa hivyo wakati ambapo unaporudia dhambi uliyokwisha kuiondoka, basi inamaanisha ya kwamba wewe unafananishwa na nguruwe. Na Maandiko sema kwamba na Methali kisha inasema ya kwamba umbwa imerudia madhabishi yake. Unajua mimi nimefuga umbwa. Nimefuga umbwa wakati nilikuwa bara. Nilikuwa nafuga umbwa na nilikuwa napenda kufuga sana umbwa. Umbwa wakati ambapo imekula ikizaa shiba huwa inatapikanga. Unaona kabisa hiyo umbwa inatapika. Lakini inapotapika huwa yale madhabishi haiachi hapo iende ama ifunike. Huwa ile madhabishi inarudi inaanza kukura. Sasa ndivyo sasa ile dhambi ambapo ulipoiacha ilikuwa ni madhabishi kwako, maana uliacha. Hebu nikuulize my brother and my sister, leo hii ukitapika, ukikula chakula na utapike, utarudi kukula hiyo chakula hiyo madhabishi kweli? Unakuta kwamba ni chafu kwako. Si ni ukweli? Sasa the same wakati ambapo mtu anapokuwa katika uokovu kisha akaacha ile dhambi ya userati, akarudi kwenye userati kusini tena, unakuta kwamba hiyo ni madhabishi umerudia. Na hakuna madhabishi inakuanga mzuri, hakuna madhabishi inakuanga tamu. Kila madhabishi ni mbaya, na ndio maana hatutakangi kuiangalia. Sasa Maria sema kwamba mtu anaporudia dhambi, basi hayo ni madhabishi anarudia. Hayo madhabishi umerudia ya mpango ya kando. Hayo madhabishi umerudia ya userati. Hiyo madhabishi ambayo umerudia ya masengenyo. Madhabishi ambayo umerudia ya ulevi. Madhabishi ambayo umerudia ya kuvuta sigara na nini. Na kugagaa kwenye matope. Sijui kama umeiona punda. Punda hiyo inajua kuogelea ni kwa matope ama kwa fumbi.
Yaani unakuta inalala chini alafu inaanza kujisukua kwenye hiyo fumbi hiyo ama hiyo matope. Yaani hiyo ndio imeoga. Sasa watu wanafananishwa, maana sema kwamba ndivyo ilivyo kwao sasa. Kwa hivyo wale watu ambao waliokwisha kuokoka, wakasifahamu njia za Mwenyezi Mungu, wakaacha njia hizo za Mwenyezi Mungu, wakarudia kwenye dhambi walioitoka, basi walirudia madhambishi na wakarudia kwenye matope. Sasa ningependa nikuulize siku ya leo, je, wewe umerudi kwenye matope? Je, wewe umerudia yale madhambishi? Na kama umerudia madhambishi, my brother, acha madhambishi. My sister, wacha madhambishi. Kama umerudia kugagaa kwenye matope, basi wacha hiyo kugagaa kwenye matope. Maana ukisa kuisha kuoshwa, unajua ni kama mzazi. Hebu imagine wewe ni mzazi, alafu unachukua mtoto wako unamuogesha. Mtoto ameoga, umemvalisha mavazi mazuri, umempaka mafuta, baada ya dakika 10 ndio anarudi ako fumbi everywhere. Utachukua kiboko utaandika wewe mtoto. Sasa naye Yesu Kristo kama Mungu Baba wetu wa mbingu anatutandikanga, hawezi akakuja na kiboko ambao ni ya Kimasai, ama akuja ile kiboko ya kuchapa mapunda, ama akuja na rungu. Yeye anachukuanga kiboko chake ni cha kufanya tulie. Inafanya tuchute. Anaweza akakausha tukose chakula. Anaweza akakausha ndoa zetu siharibiki. Anaweza akakausha biashara zetu. Anaweza akakausha kazi zetu. Yaani kuna pigo ambao Mungu anatupiganga kiasi kwamba hatufahamu. Ni kama yeye ametupiga. Hata tunaweza kusema wokovu siku hizi ni mbaya. Hakuna wokovu mbaya, ni sisi wenyewe ambao tunakosa kuvalue wokovu. Sasa wanasema kwamba Methali yasema kwamba umbwa imerudia madhambishi yake mwenyewe. Kwa hivyo unapoacha dhambi, narudia ya kwamba hapo unaporudi kwenye hiyo dhambi, unarudi kwenye madhambishi. Naweza kuwa wewe ni mhubiri, lakini umerudia dhambi ile, basi umerudi kwenye madhambishi. Unaweza kuwa ni mwimbaji, lakini umerudia dhambi ile, umerudi kwenye madhambishi, umerudi kwenye matope. Unaweza kuwa wewe ni Mkristo, wewe ni kiongozi, wewe mzee wa kanisa, wewe ni kiaredi, wewe ni Mkristo. Lakini ukisa okoka kisha ukarudi kwenye dhambi ile, basi maandiko yanasema ya kwamba wewe ni umbwa ambaye imerudia madhambishi, ama wewe ni nguruwe ambaye imerudia matope kugaga hapo. Na usiseme nimekutusi, ni Biblia imeandikwa. Wewe ndio unafaa ujiite kama mkutano, waangalie mimi ni nguruwe ama mimi ni umbwa. Sijui kwa nini Biblia inatumia umbwa na nguruwe. Kwa hivyo kuna Wakristo tofauti hapo. Kuna wale wanafaa kukua kama nguruwe na kuna wale ambao wanakuwa kama umbwa. Wale ambao wanarudia kwenye dhambi. Unajua nguruwe kwa matope ndiye inapendanga kukaa. Lakini umbwa ikisaa kula ile madhambishi inaendanga. Hata kuna Wakristo wako hivyo, wanafanya dhambi wanaacha, wanaenda. Na kuna wengine wanakaa tu kwa hiyo dhambi hawatoki. Kama wamerudi kwa dhambi ya zerati, watakaa hapo hawatatoka. Kama wamekaa kwa wizi, hawatatoka. Kama wamekaa kwa masengenyo, hawatatoka. Wewe nikuulize, hujawahi ona watu kabisa wameokoka ukiwaangalia? Lakini wanapokaa chini, habari wanaongea ni za watu. Kuniambia hiyo sio dhambi. Unajua fulani, jana nakwambia, hata anakuangalia ndio hombea kweli. Anakuwa ndio news kwa sasa. Na sasa hiyo kimwangalia ni mwana kwaya. Lakini keti na yeye usikie. Ile ambayo anakupatia ni habari za watu. Anakuanga mwanasiasa. Unajua kuna siku mwanasiasa utasikia akikwambia kitu kizuri. Siku zote anakuambia mabaya ya wengine. Mabaya ya mtu fulani, mabaya ya chama fulani. Hakuna siku utakwambia ati kila kitu ni kizuri. Ama akwambia mimi nitakujengea nyumba, ama akwambia mimi nitakulipia school fees. Hautasikia hiyo. Wanasiasa wote wanaingianga, wanachafuanga yule mwingine ili wapate kutugeni sisi. Sasa naye Wakristo wako hivyo. Mahali wako many Christian wanaketi juu ya watu. Wanaketia vichwa za watu.
Yaani wanatoanisha mtu nguo. Mpaka mtu anapaki ana nguo ya anakaa uchi. Na ni Mkristo. Na ni mwokofu. Na ako kanisani very early in the morning. Akosangi hata siku moja. Lakini mkute kwenye vikao zake. Mkute katika mproti anakaa. Ndio utachua si Mkristo wa kweli. Wewe mkute tu mahali anakaa. Fuatilia tu enda hapo mahali anakaa. Na ndio naona Christian ni wengi hawatakangi pastor aende kwa nyumba yao. Maana wanajulikana ile tabia wako nazo. Pastor hawezi entertain. Kwa hivyo inabidi kwamba ataki pastor ajue kwake. Na pastor akichua kwake anaama kwa hiyo plot. Anaama kwa hiyo plot na anaenda ingine. Na anaacha kwenda hiyo kanisa. Kwa sababu anachua ya kwamba mimi ni nguruwe. Mimi ni umbwa. Nimezaa rudi kwenye madhabishi. Nisaa rudi tayari kwenye kukagaa kwenye matope. Sasa ningependa my brother nikwambie ya kwamba kuna hatari sana katika kurudi kwenye dhambi uliyoitoka. Maana unaweza ukakuwa nguruwe hapo sasa. Unaweza ukakuwa umbwa hapo sasa. I don't know who am I talking to. Hebu tusome hapo katika kitabu cha Isaiah chapter number 1 and verse number 28. Isaiah chapter number 1 and verse number 28. Hebu fungua Biblia yako hapo nyumbani. Isaiah chapter number 1 and verse number 28. Biblia inasema hivi ni my person. Lakini waazi na wenye dhambi wote wataangamizwa pamoja, wanaomcha Mwenyezi Mungu wanaomwacha Mwenyezi Mungu watateketezwa. Bwana asifiwe. Wanaofanya nini? Wanaomwacha Mungu. Kwa hivyo hao watu wanaomwacha, unajua hatuwezi sema mwanaume ameacha mwanamke kama hawajaoana. Mpaka waoane ndio amwache. Ndio utumie sasa amemwacha. Kwa yani ni kusema walikuwa marafiki lakini sasa wameachana. Ana maana Biblia inasema hapo vizuri, lakini waazi na wenye dhambi wote wataangamizwa pamoja, wanaomwacha Mwenyezi Mungu watateketezwa. Kwa hivyo walikuwa na Mungu lakini wakamwacha. So sio Mungu anatuacha. Sio Mungu anaacha Wakristo, ni Wakristo wanamwacha Mungu. Anamaanisha sasa kwamba nao wanaomwacha nani? Mungu. Haijasema Mungu anayewaacha, wanayemwacha Mungu. Kwa hivyo unapomwacha Mungu ni kurudia dhambi uliyokuweko kuifanya. Uliyokuwa unaifanya kisha ukaiacha na sasa umerudi hapo, umerudi tena kwa hiyo dhambi. Inamaanisha basi umemwacha Mungu. Biblia inasema ya kwamba utateketezwa. Kwa hivyo katika kuacha Mungu, basi mpendwa mtazamaji wangu na msikilizaji, ya kwamba utakuwa katika maeneo ya kuteketezwa. Licha kwamba watu wengi wanasema ya kwamba kukufa ndio mwisho wa dunia, nataka nikwambie ya kwamba kwenye Biblia haijasema kufa ndio mwisho wa dunia. Bali mwisho wa dunia Yesu atarudi na uchia wake mikononi. Hiyo ndio mwisho wa dunia. Na hatujui saa wala majira wala malaika, hakuna ajuae. Sasa ndio nikependa nikwambie siku ya leo ya kwamba ukao ukijua ya kwamba kama umemwacha Mungu na umerudi kwenye madhabishi, umerudi kwenye kugagaa kwenye matope, basi kile kilichosalia ni kwamba sana majira yacha ya kuteketezwa. Kwa hivyo hatari ya kurudi kwa dhambi, kuna hatari hii ya kwamba mwisho wake kutakuwa na kuteketezwa. Umeichomwa hata na kibiriti usikie vile kinakuanga moto mkali. Sasa ni imagine kama kibiriti tu inakuchoma unasikia hivyo kikali hivyo. Na kama hiyo moto basi inakaa moto wa stima, moto wa jehanamu. Labda kama inakaa, wacha tu imagine inakaa stima. Kama stima tu ikikushika tukawaya hivi inakukausha on the spot. Sasa imagine basi ukajiteka mkutano, useme sasa jehanamu inakaa na moto wa stima. Itakukausha aje?
Kwa nini unakaagaa kwenye matope? Kwa nini unakaagaa umerudia madhabishi yako? Madhabishi uliyekuwa umeyaondokea. Maandiko yanasema kwamba hao waasi na wenye dhambi watateketezwa na wataangamizwa. Kwa hivyo thawabu ama mapigo ya watu wenye dhambi basi ni kuangamizwa. Unaweza ukaangamizwa ndoa, unaweza ukaangamizwa katika kimaisha, unaweza ukaangamishwa hata maisha yako. Kwa sababu ya nini? Ya kurudi kwenye dhambi. Tuende katika kitabu cha Ezekiel chapter number 18 verse number 4. Ezekiel chapter number 18 and verse number 4. Biblia inasema hivi katika Maefeso: jueni kwamba uhai wote ule ni wangu, uhai wa mzazi na uhai wa mtoto. Yeyote anayetenda dhambi ndiye atakayekufa. Kwa hivyo hapa tunaona Mungu anasema nini? Uhai wa mtu mzima na mtoto, uhai wote ni wa Mungu. Lakini anasema ya kwamba lakini roho itendayo dhambi ndio inakufa. Kwa hivyo unapotenda dhambi wewe ndio utakufa. Na ndio maana Biblia inasema kwamba waliorara watakatifu wanarara, hawakufi, ni kurara wanarara. Kama Raila tuseme alifanya mema mbele zake Mwenyezi Mungu, ni mtakatifu, amerara, siku ya kiyama atafufuka. Lakini kama alifanya dhambi, ama yeyote yule ambaye amesa kufa, akisaa kuwa amerara, inategemea alikuwa upande wani. Anaweza kuwa amerara ama akafa. Na ndio maana maandiko yanasema kwamba uhai wa mtoto na mtu mzima uhai ni wangu, lakini roho itendayo dhambi itakufa. Kwa hivyo unapotenda dhambi, my brother, my sister, mshahara wake ni kifo. Unapotenda dhambi haimaanishi dhambi aina gani, ni kubwa ama ni ndogo. Lakini katika mshahara wa hiyo malipo ya hiyo dhambi ni kwamba ni kifo. Alimaana maandiko yanasema kwamba naye mshahara wa dhambi ni mauti. Hakuna mshahara wa dhambi ya kupewa pesa mingi. Unaweza ukalipwa ukaua mtu, hiyo ni dhambi. Unaweza ukaamrishwa na mkubwa wako ukaua mtu, labda hata kupitia kwa risasi, labda hata kupitia kwa sumu, labda hata kupitia kwa kisu. Kama yule mzee niliona aliua watoto wake na yeye akachiua. Hiyo roho iendangi mbinguni, maana ameua. As the same maandiko yanasema kwamba afanyaye dhambi atakufa. Kwa hivyo unapotenda dhambi ujue ya kwamba mpendwa, utalipwa kwa wakati ufaao kifo. Nikuulize siku ya leo, kuna dhambi ambayo unayoifanya watu wanaweza kosa kuijua, lakini wewe je, unaijua dhambi unayoifanya? Na katika hiyo dhambi ambayo unaifanya katika sirini mwako, basi jua ya kwamba saa na majira yacha ambao utakaelipwa kulingana na hiyo dhambi ambao uliyoifanya sirini. Unaweza kuwa labda umefanya dhambi ya kulepo watu. Saa yacha basi utalipia hiyo dhambi ya kulepo. Maana hiyo ni dhambi, kulepo mtu. Kuua mtu ni dhambi. Kuzengenya mtu ni dhambi. Kuipia mtu ni dhambi. Kumwasi Mungu ni dhambi. I think tunazifahamu vizuri sana hizi dhambi. Hata wale ambao bado hawajaokoka wanajua hii ni dhambi ninafanya. Kuna mtu ambaye anajua mimi ni mserati na anajua vizuri na anajua ni makosa, lakini bado anasini. Kuna mtu ambaye anajua kuipa ni dhambi, lakini bado anaipa. Kuna mtu anajua kuavya mimba ni dhambi, lakini bado anaavya. Kuna mtu ambaye anajua bado, yani dhambi anazozifanya anazifahamu vizuri, lakini anaassume kwamba haelewi. Na ndio maana Biblia inasema kwamba naye uhai ni wangu na roho ifanyao dhambi itakufa. Tuende Mika chapter number 6 verse number 13. Leo nakusomea tu vitabu kadhaa ili angalau uweze kusaidika. Mika
Chapter number 6 and verse number 13. Fungua pamoja nami hapo. Inasema, kwa hiyo nami nimeanza kuangusha chini na kuangamiza kwa sababu ya dhambi zenu. Nani anasema? Ni Mungu. Anasema nimeanza kuangusha chini, nimeanza kuangamisha kwa sababu ya nini? Ya dhambi zetu. Sio kwa sababu ya dhambi ya Mungu. Sio kwa sababu ya dhambi ya mama yako, ya baba yako. Sio kwa sababu ya dhambi ya kiongozi wako. Sio kwa sababu ya dhambi ya pasta wako. Inasema kwa sababu ya dhambi zetu. Kwa hivyo kila mmoja achiochi mwenyewe ya kwamba dhambi yangu ni gani. Sio kuacha kuangalia dhambi ya mwingine. Wewe uko hapo tu, kazi yako ni kuangalia wengine dhambi wamefanya, na wewe umesahau na wewe dhambi yako unaifanya. Wewe utupu za kwako, unaongoja saa wengine ndio upate news. Unajua there is no news kama hakuna kitu kibaya. Kama ile ndege leo imeanguka ikawa watu, hiyo ndio news. Breaking news. Sasa kuna watu ambao wanaongojea wengine dhambi ili waseme wamefanya, lakini wao wenyewe hawajiangalii. Alibariki sema kwamba kwanza uangalie boriti iliyo ndani ya jicho lako, kisha uone boriti iliyo ndani ya mwenzio. Lakini kuna watu ambao wako katika kuona vipanzi vilivyo ndani ya wengine, lakini wao wenyewe hawazitazami vipanzi zilizo ndani yao. Kwa hivyo kabla hujahukumu mwingine, kabla hujaona dhambi ya mwingine, wewe jiite kama mkutano, jiochi wewe mwenyewe, uangalie dhambi iko ndani yako. Ndio maana Biblia maandiko sema kwamba kwa hiyo nami nimeanza kuangamiza, nimeanza. Na unajua Mungu akianza kuangamiza hawezi akakujua wewe ni mkubwa gani. Na hawezi kujua kama uko na security. Mungu hajui hiyo. Mungu ndio security ya kila mtu. Hata yule askari anakulinda kama wewe ni kiongozi, bado yeye analindwa na Mungu. Lakini wewe ako hapo kukulinda wewe. Sasa ni maana sasa nimeanza kuangamiza. Kwa hiyo Mungu anaangamizanga mkubwa na mdogo. Kwa sababu ya nini? Anasema kuangusha chini na kuangamiza kwa sababu ya dhambi zenu. Basi namba 14 nasema aje? Mutakula lakini hamtashiba. Ndani mwenu njaa itasidi kuwauma. Mkiweka akiba haitafaidiwa. Unasikia vile na Biblia inasema? Kwa hivyo unakuta kwamba kwa sababu ya adhari ya dhambi, unakuta ya kwamba inatusababisha ya kwamba hata tunalia na njaa. Tunashinda tu tukilia njaa. Kwa nini Kenya tunalia njaa? Uniambie ni Mkenya gani ambaye anasema tumeshiba? Kila Mkenya sasa analianga njaa. Siku hizi maisha imekuwa ngumu. Siku hizi maisha imekuwa ngumu. Kwa sababu ya nini? Dhambi zetu zimejaa. Kwani ni watu wangapi wamemwaga damu Kenya hii? Watu wangapi wako chini ya mchanga na wamemwagwa na wanadamu? Hizo damu si kwamba ati waligonjeka, ni kuuliwa, wameuliwa. Wengine wamechinjwa kama ng'ombe. Wengine wamepiwa marisasi. Lakini wote wako chini ya mchanga na waliosababisha ni watu. Alibara Biblia inasema ya kwamba hao watu watalia kwa ajili ya nini? Ya njaa. Kwa hivyo tutakuwa tunakula lakini hatushibi. Na siongei tu ni Kenya kwamba peke yake. All over the world, many people they are killing people. Wanatumia mamlaka yao kuua watu. Wanatumia ufahamu wao kuua watu. Wanatumia usawishi wao kuua watu. Wanatumia fedha zao kuua watu. Wengine wanalipa hata wake zao wanauliwa. Wengine wanalipa waume zao wanauliwa ili watachirike. Lakini hayo yote ni mauaji. Ndio maana mimi maandiko sema kwamba hao wakati hawapo yote yanayotendeka, basi hao watu watakosa chakula. Watakuwa wanakula lakini hawashibi. Ndio maana huto kwamba katika dunia nzima watu wanalia kwa ajili ya njaa, watu wanakula na hawashibi kwa sababu ya dhambi. Maandiko sema mtaweka akiba, haitahifadhiwa. Wao kuna watu wanajaribu kufanya saving, lakini hiyo saving inashindikana. Unajaribu kusave pesa inashindikana. Unajaribu everything you are saving inakuwa is like wasting time. Kwa sababu yani dhambi. Kwa hivyo wakati ambapo watu wanafanya dhambi,
hawana saving, hawezi kuwa na akiba ya chakula, hawezi wakakuwa na akiba ya kifedha, hawezi kuwa na akiba ya urithi. Na maana sema kwamba mtu mwerevu umwachia urithi mwana na mtoto wa mwanae. Sasa kama basi unakuta kwamba hakuna akiba, inamaanisha ya kwamba ni dhambi ambayo imesababisha. Na mkihifadhi kitu nitakiharibu kwa vita. Kwa hivyo unakuta kwamba tunajaribu kuhifadhi sawa, lakini Mungu anahakikisha ya kwamba amekiharibu na vita. Nakuta from nowhere nyumba imechomeka. Na ulikuwa umetegemea hizo nyumba umesema sasa nimechenga, mimi nitakuwa ni landlord, mimi nitakuwa ni landlady, lakini from nowhere hiyo nyumba unakuta kwamba imechomeka. Kuna landlord mmoja alinifungia nyumba. Kaambia jameni nivumilie tu kidogo, nitatafuta pesa na kulipa. Kafunga na akaniambia akoza akakata stima, nikakaa 3 days bila stima. Ya ine ndio mimi nilitoka hapo. For 3 days sina stima na wengine wote wako na stima. Na sasa hiyo stima ni token. Lakini sikuwa na otherwise, si kwangu, sina pesa. Nikakaa. Kini kaambia Mungu siku moja tu Mungu nawe unikumbuke. Mama mmoja alinitumia pesa kutoka Nairobi na hata huyo mama sijaimuona. Ananiambia tu pastor, nimesikia tu nikutumie tu hiyo sadaka. Huyo aliyenifanyia hayo miezi 3 haikuisha, aliuza ile nyumba, hana tena. Mpaka gari alikuwa naye akauza. Nini nakwambia? Ya kwamba hii ni dhambi alifanya. Maana huyu ni mtu ambaye ameumiza. Kama hiyo si dhambi, nikwambie tu landlord ama landlady, wacha kufungia mtu nyumba, kesho yake ujui. Unaweza kuwa yeye ndio msaada kwako, yeye ndio mkombozi wa kwako, lakini kwa sababu ya kiburi na kufikiria wewe ndio uliongea na Mungu na ukamsalimia, sasa wewe leo ndio uko umeitwa landlord, basi ukakuwa kiburi kakuingia. Hiyo inaweza kafunga mbingu yako basipo kufahamu. Ukiona huyo mtu imeshindikana, mwambie toka kwa ploti yangu, aende tu. Na usimuondoe kama umbua. Jua ni mwanadamu, naondoa hapo. Kesho unaweza ukamhitaji. You never know. Nobody knows tomorrow. Naweza kuwa leo ukiamka ukiwa na miguu, kesho ukaamka huna miguu. Naweza ukaamka leo ukiwa uhai, kesho ukaamka wewe ni hayati kabisa. Hakuna mtu angejua kuna kiongozi anaweza kufa. Hakuna mtu angejua ati mzee anakufa ama mama. Mtu anaamkanga asubuhi unasikia abu fulani alikufa. Nani angejua watu walikuwa wanaenda Mara walikuwa wakufie kwa ajali ya ndege? Hakuna. Haujui ya kesho. Ndio maana Biblia inasema ya kwamba basi mtasave, mtaweka akiba, lakini nitakiharibu kwa vita. Kama hata hizi vita tunaona zinasudiwa katika taifa, katika mataifa yote. Unakuta kwamba si kwamba ati ni shetani, ni Mungu anafanyanga hivyo. Analeta mambo inakuwa vita. Inabidi sasa hizo nyumba sichomwe. Inabidi ya kwamba hizo magari siteketezwe. Inabidi ya kwamba zile akiba tulikuwa tumeweka sipotee kwa sababu ya dhambi. Maana inasema kwamba verse number 15, mtapanda mbegu lakini hamtafuna. Kuna watu ambao wanaenda kupanda, wanapanda mbegu ambao labda ni mahindi, labda ni marawe na nini, lakini unakuta kwamba hakutakuwa na mafuno. Kiangazi inakuja na inakausha yote. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa ndio maana Maria anasema kwamba mtapanda mbegu lakini hamtafuna. Mtaenda mfungue biashara lakini hiyo biashara haitafanya kazi. Haitaleta mazao. Hiyo ni mbegu yako. Maria anaendelea kusema aje? Mtasidi verse number 15 naendelea. Mtasidika zeituni lakini hamtatumia hayo mafuta. Mtasidika zabibu lakini hamtakunywa hiyo divai. Hebu you can imagine. Yaani hizo vitu mtasidika lakini hamtakunywa hiyo mafuta. Wanangia kama huko Turkana. Si kuna mafuta huko wanasema. Hiyo mafuta unafikiria kila mtu Turkana anaipatanga?
Ndio mafuta isiko Kenya. Unafikiria kila Mkenya anaipata? Na anasema hata hiyo divai ya misabibu hamtaikunywa. Kuna watu ambao unakuta kwamba anapata ndoa, lakini hiyo ndoa yake ni mtu mwingine ako naye. Yeye ako hapo kama mfano. Mume wake ni mtu mwingine ako naye. Mke wake ni mtu mwingine ako naye. Bwana asifiwe. Mtakuwa na misabibu, lakini divai yake hamtaweza kuikunywa. Divai yake haitakuwa kwenu. Na watu ambao unakuta wanapanda mimea, lakini hiyo mimea wanayoipanda mwisho wake sio wao wanavuna, ni watu wengine. Mtu unakuta kwamba unaweza ukafanya bidii, ukasanya mali, lakini mwisho wake ukanyang'anya. Sababu ya dhambi. Biblia inasema verse 16. Nyinyi mnafuata mfano mbaya wa mfalme Omori na mfano wa chamaa ya mfalme Ahab na mfano mbaya wa chamaa ya wanawe Ahab na mmefuata masauli yao. Kwa hiyo nitawaleteeni maangamizi na kila mtu atawadharau, watu watawadhiaki kila mahali. Kwa hivyo hata kudharauliwa ni kwa sababu ya dhambi. Wana watu wanadharauliwa tu obvious. Yaani ovyo tu mtu anakudharau from nowhere. Hii ni dhambi inasababisha udharauliwe. Na anasema ya kwamba mtadhiakiwa kila mahali. Yaani ni kama ukisema kitu hakuna mtu anakiona ya maana, anasema achana na huyo. Hiyo naye nini anaongeanga? Hujaiona kuna watu ambao hata hawapewi nafasi hata ya kuongea kanisani. Kuna watu hawapewi nafasi ya kuongea hata kwa siasa. Kuna watu hawapewi nafasi hata ya kuongea kwenye jamii peke yake. Si hata wewe unajua kuna brother yako hata mkikaa kwenye kaa muwezi mpea nafasi ya ongea. Hii mnasemanga huyu hata hakuna kitu ataongea. Na ni brother yenu. Kuna sister yenu amwezi mpea nafasi ya ongea. Huyu naye atasema huyu hata ananga kitu ya kuongea. Kwa sababu ya dhambi. Lakini mtu ambaye amejipanga vizuri, amejitenga na dhambi, kila mtu anatakanga ampatie nafasi ya ongea. Kuja waongee. Normally nilienda mimi hata sikuwa nataka wajue mimi ni pastor, hata nilikuwa nimevaa t-shirt nikaenda naye. Sasa nilipofika huko, mimi nilipofika tu hivi. Ngambio kuja utufungulie maombi. Kashinda mimi nimevaa t-shirt hapa, nani amejua mimi ni pastor? Wakati nafasi inapeana watu waongee, nikamwambia kuja utuambie kitu. Sasa kwa nini? Kwa sababu ya ile Mungu anakuheshimisha hata kama watu hawakujui. Kibali tu inakutangulia. Lakini ukiwa mwenye dhambi, bali yeye kwamba utadhiakiwa na watu. Utadharauliwa. Bwana asifiwe. Amen. So haya yote yanafanyika kwa sababu ya dhambi. Kwa hivyo unapofanya dhambi, my brother and my sister, ningependa ufahamu ya kwamba kudhiakiwa kutakuweko. Kwa hivyo hiyo ndiyo hatari ya dhambi. Kudharauliwa kutakuweko. Hiyo ndiyo hatari ya dhambi. Utapanda lakini haufuni. Utalima mizabibu lakini haunywi divai. Utafanya mambo mazuri lakini hayakufaidi kwa sababu ya dhambi. Naomba malizia because of time. Tuone katika kitabu kile ambacho ni cha Revelation, chapter number 3 and verse number 15 to number 16. Revelation chapter number 3 and verse number 15 to 16. Revelation ni ufunuo wa Yohana mlango wa 3:15 mpaka 16. Ni kuonyesha hatari nyingine tunapoenda kumalizia neno la Bwana. Nasema hivi. Inasema hivi. Na yachua mambo yako yote. Na yachua kwamba wewe si baridi wala si moto. Afadhali ungekuwa kimoja wapo. Baridi au moto. Unaona vile Mungu anaongea hapa? Anasema ninakujua. Sasa na mimi niko hapa nikwambie mtu wa Mungu. Mungu anakujua. Kama wewe Mary, wewe Johnny, wewe Kimengere, wewe Kamau, wewe Nyachiro, wewe Onjuru, wewe Chenes, na wewe unajua china yako. Si lazima nikwambie, unajua china yako.
Anasema anajua mambo yako yote. Kwa hivyo hakuna jambo ambalo Mungu alijui. Hakuna jambo ambalo unalifanya Mungu alifahamu. Kuwe kwa giza, kuwe kwa mwangaza. Anasema ya kwamba anayafahamu. Anasema ya kwamba anayajua yote. Wewe si moto wala si baridi. Anasema ingekuwa afadhali basi ungekuwa kimoja wepo. Kwa hivyo mtu wa Mungu hakuna haja ya kupretend ya kwamba I'm a Christian yet you are a sinner. There is no need of pretending yourself. Na kujifariji mwenyewe ya kwa mimi ni mwokovu. Sasa hiyo umevaa kiatu kana sasa unakanga very holy. Mwingine unafanga very smart. Sasa watu wakikuangalia wanaona very holy, but you are a sinner. So there is no need of pretending. Hata kama wewe ni mwanasiasa, hakuna haja ya kujipretend you are a Christian. Na yale mambo ambayo yanatoka kwako, yanatoka ya kuchochea watu, yanatoka ya kuumiza watu mioyo, na iyali bado unajitanganya na kwanza unaongea kanisa. Mimi nakwambianga Maximum Healing Outreach Ministry, ukiwa mwanasiasa kuja kama mtu ambao unajua ni kanisani umekuja. Hauwezi ukakuja hapo nikupatie platform ya kutusi ile upinzani. Hakuna kitu kama hiyo. That is pretending. Unajifanya yes ni mtakatifu, unajifanya yes mimi ni pastor wako, lakini katika hiyo pulpit bado utatusi huyo mwanasiasa mwenzako. Bado utatusi huyo jirani yako. Bado utatusi huyo mwenzako. That is pretending. Hiyo ni unafiki. Anamanike anasema kwamba afadhali ungekuweko mmoja wepo. Aito uamue kuwa baridi ambao uwe mwenye dhambi, ufanye dhambi mpaka kwa kichwa. Yaani ni kusema ufanye dhambi ukiogelea. Yaani ufanye dhambi serious. Mpaka ujulikane wewe ni mwenye dhambi. Ama ukiamua kuokoka, uokoke mpaka ijulikane wewe ni mwokofu. Hiyo ndio Yesu anajaribu kuongea hapa. Hiyo ndio Mungu anajaribu kuzungumza hapa. Anasema ya kwamba ninakujua wewe sio baridi wala si moto. Afadhali ungekuweko kimoja wepo. Aita uwe moto ama baridi. Kwa hivyo chaguo ni lako my brother. Chaguo ni lako my sister. Uamue uwe baridi ama uamue uwe moto. Sasa ningekuuliza siku ya leo, wewe unaamua kuwa nani? Unapenda uwe baridi ama uwe moto? Hiyo ni wewe ufanye uamuzi. Mimi yangu nimekufundisha uchague mwenyewe. Yaani maandiko yanaeleza vizuri ya kwamba eli ungekuweko mmoja wepo. Kwa hivyo ungejichagulia. Hapa hakuna kulazimishwa uchague. Hapa hakuna kulazimishwa mtu wa Mungu uwe baridi ama uwe moto, ni uchague mwenyewe. Uamue kama utakuwa baridi ama utakuwa moto. Ndio maana Biblia inasema kwamba eli ungechagua ingekuwa mmoja wepo. Nami ningependa nikuchallenge siku ya leo ya kwamba chagua uamue haita uwe baridi ama uwe moto. Na utakapokuwa moto ni faida kwako. Utakapokuwa baridi ni hasara kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema pale verse number 16 tunapomalizia. Basi kwa kuwa hali yako ni fugufugu, si baridi wala si moto, nitakutapika. Unaona vile Mungu anasema? Basi kwa sababu wewe ni fugufugu, sio mwokofu, sio mwenye dhambi, you are just there. Kama ni kwenda kanisani uko hapo pamoja. Kama ni kuimba uko hapo. Kama ni kusoma Biblia uko hapo. Kama ni kuhubiri uko hapo. Kama ni kusengenya uko hapo. Kama ni kusini uko hapo. Kama ni kuipa uko hapo. Sasa maandiko yanasema aje? Wewe ni fugufugu. Unajua kama wale watu ambao wako na fedha wengi wao ni fugufugu. Maana wanafikiria pesa ni ukuta wa kuzuia kifo chao. Wanafikiria kuwa tajiri ni ulinzi kwao. Ningependa nikuambie mtu wa Mungu, unaweza kuwa na mali yao yote uliye nayo na mwisho wake ukaingia jehanamu naye. Afadhali ungekuwa maskini lakini uone ufalme wa mbinguni kuliko kuwa na mali lakini uingie jehanamu. Nasemi kwamba usiwe na mali, hata mimi nataka kuwa na mali mingi sana. Lakini ni vizuri tuweke kadri ya kwamba mali na Mungu ni vitu viwili tofauti. Mali ni ya kutufanya tuishi hapa duniani, ili tuheshimike hapa duniani.
lakini mali haiwezi ikatulipia tiketi ya kwenda mbinguni. Na kama mali ingekuwa inalipa tiketi ya kufanya tu hai, hakuna mtu ambaye ni tajiri hata mmoja angekufa. Lakini uzuri Mungu aliweka kifo ya watu wote, tajiri na maskini, wote ni kifo na wote wataingia kwa kona nne. Hata kama itawekwa tiles, bora ni kona nne. Hata kama haitawekwa tiles, bora ni kona nne. Mungu ni mzuri. Mungu anaparazi maisha. Acha matajiri. Matajiri unakuta anataka yeye ako kiwango kingine. Lakini Mungu anajua kuparazi maskini na matajiri. Wote ni level moja katika kifo. Atembee kwa gari, atembee kwa miguu, siku ya kufa ni kufunga tu macho kama mwingine. Aliye maskini na aliye tajiri, wote watafunga macho wote siku moja itakapofika. Unakuta mtu ni tajiri kweli, lakini siku yake ikifunga macho, hata kama alikuwa na security, anakufa security akiwa hapo. Kwani yule mbunge alikuwa ndani ya gari na security wake, si alipiwa risasi akakufa hapo na security akiwa hapo. Security kazi yake ni gani? Si ni kulinda yeye. Si alikufa akiwa na yeye. Si alikufa akiwa na yeye. Hawa ma president ambao wamekufa katika tuseme nchi ya Kenya, kwani hawakuwa na security? Si walikuweko na walikufa wakiwa. Kwa hivyo nikusema utajiri wako, mtu wa Mungu huwezi ukakusaidia kuingia mbinguni. Heri wamueleo, wache njia zako mbaya, ukarudi kwa Bwana. Kama ningesema kwamba kwa sababu wewe ni fukufuku, wewe si baridi wala si moto, nitakutapika. Ya nini uongoje utapikwe kutoka nchi? Utapikwe kutoka dunia hii. Utapikwe kutoka kwa biashara. Utapikwe kutoka kwa kanisa. Utapikwe kutoka kwa maisha. Heri mpendwa, ungekaa katika hali ya kuweza kuokoka na kusimama katika wokovu. Kuna hatari ya kurudia dhambi uliyoitoka. Naomba nimalizie hapo kwa sababu ya muda. Na uko hapo mpendwa, umesikia neno hili? Umesikia nimekubariki? Na unasikia ya kwamba unahitaji kukua katika hali ya kwamba unaacha dhambi zako. Na ungependa siku ya leo upeane maisha yako kwa Bwana Yesu. Basi ningependa urudie maombi ya nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, natubu dhambi na makosa. Futa jina langu kwenye kitabu cha mauti. Uandike jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele. Bwana Yesu, kuanzia leo nimetambua mimi ni mwenye dhambi. Ninatubu dhambi na makosa. Nisamehe na unioshe na damu yako. Nimekataa shetani na kazi zake. Bwana Yesu, kuanzia leo mimi ni mwanao na unifanye kuwa kiumbe kipya. Takaze na damu yako na unioshe. Kwa jina la Yesu naomba na kuamini. Sema amina.